Tukiachana na hayo, viongozi wakuu serikalini wakiongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi walijumuika katika ibada maalum ya wafu ya aliyekuwa askofu wa kanisa la International Vision Center Joseph Likavo. Askofu Likavo aliaga dunia nchini Marekani wiki iliyopita. Viongozi waliohudhuria misa hiyo kanisani jijini Eldoret walimiminia sifa askofu huyo kama mtu aliyepigania amani na kuleta maendeleo makubwa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Familia ya askofu huyo ikitaka serikali kuwasaidia kuleta mwili wa marehemu nyumbani kutokana na gharama ya juu inayohitajika. Nitazungumza na Balozi Kerich, balozi wetu kule Washington DC, tuone vile tunaweza sukuma zaidi ili arrival ya the late bishop iharakishwe to try and make sure that it falls within the schedule. They mentored us to go to school, to study, to get good courses, good careers, and to behave well. Now, I am a governor as a result of the preachings of Bishop Likavo, Bishop Kishana, and the rest. They were really fiery. Now, last Sunday, nilisema kwamba I go to know Likavo because alikuwa na njia nyingine ya kusolve problems. Ukimwona tu unajua shida yako imekwisha. Huyu prime cabinet ni mtu mzuri. Ingawaje tunalia, nataka nikumiminie sifa. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, endelea kutushika kama jamii, na sisi pia tutakushika kama jamii, kwa sababu tunamsindikiza huyu, na pia tusisahau kutengeneza maisha ya kesho. And we know the work Bishop Likavo started will not stop, but it will continue to grow. And because of the love and the blessings he gave to this county and the work of God that he has done, the blessings of God shall also be upon this family, led by Mama and the children, and they will continue to work for God and serve God in this county. Asanteni sana kwa ile kazi amefanyia kanisa hii na county hii yetu ya Uasin Gishu na watu wa area hii na watu ya county hii yetu ya Uasin Gishu. Ile kazi amefanya hadi tumesimama ni kanisa hii. Mambo mengi alikuwa anajishughulisha na mambo ya kuleta watu yetu pamoja.